Guys, mwenye masikio na asikie. Mwenye masikio na hasikie. Sasa bwana, kuna upepo mbaya ambao unaendelea huko duniani. Kila mwenye mtoto anatakiwa asikilize hii kwa makini sana. Story time. Hapa TikTok kuna mtoto wa nchi za ughaibuni huko alijizolea umaarufu mkubwa sana kupitia mitandao ya kijamii. Kama mnajua, kuna baadhi ya watoto wanapenda sana kupost watoto wao wanafanya vitu tofauti tofauti, kwa hiyo watoto wanakuwa wana trend, wanajizolea umaarufu. Yes, na huyo mtoto ni miongoni mwao. So huyo mtoto ilifikia hatua mpaka wazazi wake, page ya huyo mtoto ina followers wengi sana. Watu walikuwa wanapenda anachokifanya na vitu ambavyo anaongea. Mtoto alikuwa very smart. Yes. Yaani ukimsikiliza mwenyewe unaona wow, huyu mtoto ana akili. Bwana, cha kushangaza, siku hiyo walikuwa wanatoka nyumbani wanaelekea sehemu. Baba alikuwa anaendesha na mama amekaa pembeni. Kama mnavyojua, wenzetu hawaruhusiwi watoto kuendeshwa kwenye gari bila kuwekewa car seat. Hiyo ni sheria kabisa. Na mtoto alikuwa amefungwa kwenye car seat, na hata ajali waliyopata haikuwa ni ajali ya kusema yule mtoto angeweza kupata matatizo yaliyompata. Kwa hiyo akiwa barabarani, yule baba alipata ajali. Yes, lakini cha kushangaza, yeye na mke wake walikuwa salama, ila mtoto wao alifariki. Na baada ya mtoto kukimbizwa hospitali, walishindwa kumuokoa, na yule baba na mama walikuwa wanastaajabu kwa sababu ile ajali ilivyotokea haikuwa sawa kwa mtoto wao kufariki kwa sababu ya hiyo namna ajali ilivyo. Kwa hiyo wazazi hawaelewi na wana wasiwasi kwamba mtoto wao hajafa kikawaida, kwa sababu ajali walioipata sio ya mtoto kuondoka, na mtoto alikuwa kafungwa kwenye car seat. Kwa hiyo huko kwenye nchi za wenzetu sasa imekuwa kama ndo topic watu wakidiscuss, kwa sababu huyu mtoto alikuwa ni maarufu. Kama nilivyosema, alikuwa anaongea vitu vingi kwenye mtandao, anafanya challenge nyingi na nini, watu wengi walikuwa wanampenda. Kwa hiyo watu wengi wakawa wanaidiscuss kwamba imekuwaje kama ajali imetokea hivyo. Hata mapolisi wenyewe wakawa wanaona the only thing ambao huyo mtoto angeweza kuondoka hapa duniani kwa sababu ya hiyo ajali ni kama alikuwa hajakaa kwenye car seat. Lakini babu wa huyo mtoto na familia ya huyo mtoto imeshikwa na hasira sana kuongea, mapolisi kuongea vitu kama hivyo, kwa sababu wao wana ushahidi na wamesema kabisa mtoto alikuwa yupo kwenye car seat lakini amekufa ghafla. So katika kufuatilia hiyo kesi nikaja kugundua kwamba sio huyo tu. Watoto wengi wanaopata umaarufu kwenye mitandao ya kijamii, mwisho wa siku wanaishiaga sio pazuri. Wengi sana wanaondoka just like that kwa vitu ambavyo have make sense. Yaani mtoto labda alikuwa anacheza, unaambiwa fulani alikuwa anacheza na wenzake, sijui ameanguka, ameondoka. Fulani sijui alikuwa anaingia sijui kwenye mti, kaanguka sijui kaanguka. Yaani ni vitu ambavyo kikawaida kwa sisi ambao tumecheza kwenye vifusi vya makokoto. Yes, yani nyinyi wakubwa wenzangu mnanielewa. Mmerukia miti yote na amkufa. Lakini sasa hivi mtoto akishakuwa famous kwenye mitandao nini, kitu kidogo anakuwa anaondoka. Guys, hii ni very strange, na kuna content creators ambao wametokea huko kwenye nchi za ughaibuni ambao walikuwa hawana mtoto, wakashare journey yao ya mimba, lakini hawakuonyesha sura ya mtoto wao mtandaoni mpaka leo. Na wame lose a lot of people, a lot of followers kwa ajili tu ya kutokuonyesha sura ya mtoto wao. Wale ma content creators walikuwa wanaulizwa kwa nini hamtaki kuonyesha sura za mtoto wenu, lakini imekuwa kama ni mshangao kwao pia, kwa sababu wamekuwa wakipokea vitisho kwa watu wengi kwa ajili tu waliamua kuficha mtoto wao. So wale ma content creators wanasema kwamba inawezekana hapa mtandaoni sio kila mtu ni mtu wa kawaida. Sio kila mtu anayetaka kumuona mtoto wako ni mtu wa kawaida. Watu wengine sio watu wazuri. Protect your kids at all costs. Sawa ndugu zangu? Na chingine mimi nikafuatilia kwa nini watoto, nikagundua watoto ni pure. Watoto wako very pure. Yaani mtoto hana dhambi. Yaani kila mtu anajua hicho kitu. Mtoto ni pure, ametoka zake mbinguni, amekuja duniani. Wewe hapo una madhambi mpaka kwenye kucha za miguu. Nani anataka akufanyie kitu chochote kibaya? Lakini watoto ni target ya watu wengi wanaofanya mambo mabaya, kwa sababu watoto they are so pure.
mioyo yao iko pure, akili yao iko pure, na kweli watoto they're angels, unaelewa? Kwa hiyo jamani, hata kama umezaa mtoto mzuri kiasi gani, kama wewe umeona mtoto wako ni mzuri, inatosha ukae naye wewe mwenyewe. Hamna haja ya kumpost huko kwenye mitandao, sio mtoto wako ana akili, mtoto wako kafaulu, sio mtoto wako kafanya. Hamna haja ya kuja huko kwenye mitandao kwanza kumposti, unaharibu future wewe mtoto. Kwa sababu haina maana yoyote. Kuna watu huku wamekaa kutarget kuona watoto wa wenzao na kufanyia watu mambo mabaya. Protect your kids. Hamna haja mimi nijue kafaulu au hajafaulu, sijui mtoto ana akili, mtoto ni smart. Protect your kids. Watoto wengi wanao trend kwenye mitandao wanaishia kwenye stories za kutisha ambazo si sawa. Kwa kama una masikio na usikie, na kuanzia leo kama una tabia ya kumpost mtoto wako kwa namna yoyote ile, kama unaona mtoto wako ndo anakuingizia content, sijui ndo anakuingizia hela kwenye mitandao ya kijamii, baadaye miaka 10 from now utajuta kwa nini ulianzisha hayo maisha kwenye maisha ya mtoto wako. Kwa sababu kids wako hunted na watu ambao sio wazuri.